Ujambo na karibu katika taarifa yetu ya habari za asubuhi ya leo tarehe 18 mwezi wa 4 mwaka wa 2026. Ndugu mpendwa msikilizaji na mtazamaji, kama ni mara yako ya kwanza kufuatilia habari kupitia Congo Post News, hakikisha unajiabone, una comment vile una partage. Ndugu mpendwa msikilizaji na mtazamaji, karibu katika taarifa yetu ya habari za asubuhi ya leo. Katika muktadha wa vita vinavyoendelea mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Rais wa Marekani Donald Trump ameeleza kuwa atachunguza kwa karibu hatua ya Rwanda ya kukataa kuondoa uwepo wake ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, kauli hiyo ya rais imekuja wakati shinikizo la kimataifa linaongezeka kuhusu hali ya usalama katika eneo la mashariki mwa nchi, ambapo mapigano kati ya waasi wa M23 na vikosi vya serikali pamoja na washirika wao yanaendelea kusababisha adhari kubwa kwa raia. Rais wa Marekani Donald Trump alisitiza umuhimu wa kuheshimu mipaka ya mataifa na kulinda mamlaka ya nchi uhuru. Amesema kuwa hatua ya Rwanda kuendelea kubaki katika ardhi ya Kongo inaleta wasiwasi mkubwa na inahitaji kufuatiliwa kwa umakini na jumuiya ya kimataifa. Kwa upande wake, Rwanda imekuwa ikikanusha mara kwa mara tuhuma za kuhusika moja kwa moja na uwepo wa vikosi vyake ndani ya nchi ya Kongo, ikieleza kuwa inachukua hatua za kulinda usalama wake dhidi ya makundi ya waasi yanayotishia mipaka yake. Hata hivyo, serikali ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na washirika wake imeendelea kusisitiza kuwa kuna ushahidi wa kuhusika kwa Rwanda katika mzozo huo, jambo linalochochea mvutano wa kidiplomasia kati ya nchi hizo mbili jirani. Wachambuzi wa masuala ya usalama na kisiasa wanaona kuwa msimamo wa Marekani unaweza kuwa na athari kubwa katika juhudi za kutafuta suluhisho la kudumu la mgogoro huo. Wanasema kuwa shinikizo kutoka kwa mataifa yenye ushawishi inaweza kusaidia kuleta mazungumzo ya amani kati ya pande husika. Wakati huo hali ya kibinadamu inaendelea kuzorota katika maeneo yanayoathirika na vita, huku maelfu ya watu wakikimbia makazi yao na kuhitaji msaada wa haraka wa kibinadamu. Jumuiya ya kimataifa inaendelea kutoa wito wa kusitishwa kwa mapigano na kuanza kwa mazungumzo ya kisiasa ili kurejesha amani katika eneo hilo lenye utajiri mkubwa wa rasilimali lakini linalokumbwa na migogoro ya muda mrefu. Hali ya kibinadamu inaendelea kuwa mbaya katika eneo la Kale mkoani Kivu Kusini kufuatia mapigano yanayoendelea kati ya makundi ya waasi wa M23 na wapiganaji wa Wazalendo. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa mashirika ya kibinadamu pamoja na vyanzo vya ndani, takriban watu 48,000 wamekimbia makazi yao katika wilaya ya Kale wakihofia usalama wao. Watu hawa kwa sasa wanaishi katika mazingira magumu bila huduma za msingi kama chakula, maji safi na matibabu. Ripoti zinaeleza kuwa mapigano hayo yamekuwa ya mara kwa mara katika vijiji mbalimbali vya Kale, hali inayosababisha hofu kubwa miongoni mwa wakazi. Mlipuko wa risasi na mashambulizi ya kushtukiza yamewalazimu wananchi kuacha kila kitu na kukimbilia maeneo salama zaidi, wengi wao kilala nje au katika makazi ya muda yasiyo na hadhi. Mashirika ya misaada yanaonya kuwa hali hiyo inaweza kusababisha janga kubwa la kibinadamu iwapo hatua za haraka zitachukuliwa. Watoto, wanawake na wazee ndio wanaoathirika zaidi, huko visa vya utapiamlo na magonjwa vikiongezeka kutokana na ukosefu wa huduma muhimu. Miundombinu muhimu kama vile shule na vituo vya afya vimeripotiwa kufungwa kutokana na ukosefu wa usalama au kutokana na hali ya usalama kuwa mbaya. Hii inazidi kuzorotesha maisha ya wakazi ambao tayari wanakabiliwa na changamoto kubwa. Mamlaka za eneo pamoja na mashirika ya kimataifa yametoa wito kwa pande zote zinazohusika kusitisha mapigano na kuruhusu misaada ya kibinadamu kufikishwa kwa waathirika. Wito huo unalenga kupunguza mateso ya wananchi ambao hawahusiki moja kwa moja na vita hivyo. Wakazi waliokimbia makazi yao wameeleza huzuni na uchovu mkubwa, wakitaka amani irejee ili waweze kurudi nyumbani na kuendelea na maisha yao ya kawaida. Wengi wao wamepoteza mali zao, huku wengine wakitengana na familia zao wakati wa kukimbia. Hali bado ni ya wasiwasi katika eneo hilo, huku mashirika ya usalama yakifuatilia kwa karibu mienendo wa mapigano.
Hatua zaidi zinatarajiwa kuchukuliwa ili kuleta utulivu na kuhakikisha usalama wa raia. Katika mji wa Kisangani, hali imeripotiwa kurejea kuwa shwari katika eneo la Mangobo baada ya kutokea kwa mapigano makali kati ya makundi ya vijana iliyosababisha vifo vya watu 5. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo vya ndani, vurugu hizo zilizuka ghafla kufuatia mvutano uliokuwa ukiongezeka kati ya makundi ya simu ya vijana katika mtaa huo. Inadaiwa kuwa chanzo cha mapigano hayo ni migogoro ya muda mrefu inayohusiana na ushawishi wa vijana pamoja na tofauti wa kimakundi. Mashuhuda wa tukio hilo wanasema kuwa vijana hao walitumia silaha za jadi kama vile mapanga, mawe na fimbo, hali iliyozua hofu kubwa miongoni mwa wakazi wa Mangobo. Wakazi wengi walazimika kukimbia makazi yao kwa muda ili kujinusuru na ghasia hizo. Jeshi la polisi pamoja na vikosi vya usalama vilifika haraka katika eneo la tukio na kuchukua hatua za kutuliza hali. Operation ya kurejesha amani ilifanyika kwa saa kadhaa hadi hali ilipodhibitiwa kikamilifu. Maafisa wa usalama wameeleza kuwa juhudi zinaendelea kuhakikisha kuwa wahusika wa vurugu hizo wanakamatwa na kufikishwa mbele ya sheria. Viongozi wa mitaa pamoja na mashirika ya kiraia wametoa wito kwa vijana kujiepusha na vitendo vya vurugu na badala yake kutumia njia za amani katika kutatua migogoro yao. Wamesitiza umuhimu wa mshikamano na utulivu ili kuepusha matukio kama hayo yasijirudie tena. Huduma za afya katika eneo hilo pia zimeripoti kupokea majeruhi wengi waliopata majeraha wakati wa mapigano hayo. Wengi wao wanaendelea kupatiwa matibabu huku familia za waliopoteza maisha zikiendelea kuomboleza misiba mkubwa uliokumbwa eneo hilo. Kwa sasa maisha yanaanza kurejea katika hali ya kawaida huko Mangobo, huku wakazi wakihimizwa kuwa watulivu na kushirikiana na vyombo vya dola ili kuhudumisha usalama. Hata hivyo, mamlaka zinaendelea kufuatilia kwa karibu hali hiyo ili kuhakikisha kuwa amani inadumu na hakuna kurejea kwa vurugu hizo katika siku zijazo. Baada ya kusikiliza taarifa yetu ya habari, tutakunga moja kwa moja na Radio Okapi ili ufahamu mengi yanayoendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa ujumla. Karibu. Radio Okapi. Vous écoutez Radio Okapi, c'est l'heure de vous informer en Swahili. Habari zetu, Elise Kasi. Na wasalimu wapendwa wasikilizaji wa Radio la Amani. Ufupi wa habari. Waziri Mkuu Judith Suminwa Tuluka iko New York kwa wakati huu ili kushiriki katika mikutano ya kundi la Benki la Dunia ama Bank Mondial na shirika la fedha la kimataifa ama Fond Monetaire International. Jimboni Kivu Kusini, haswa katika eneo la Kabambare, utawala wa Ninja unakabiliwa na hali ngumu ya kijamii na kiuchumi kutokana na ukosefu wa usalama unaoendelea kwenye barabara kuu inayounganisha utawala wa Ninja na mji wa Bukavu. Tunapokaribia uchunguzi wa somo la mwisho la sekondari ama examen d'etat, wakaguzi wa kitaifa wa elimu ya kitaifa na uraia mpya wa Kasai Central 1 wamekataza wanafunzi kuandaa kile kinachoitwa maki. Baki nasi mpendwa, ufate urefu wa habari hizi. Jambo tena kwenu. Asante kushiriki nasi katika toleo hili la habari kupitia lugha ya Kiswahili. Kama mnavyojua, Waziri Mkuu Judith Suminwa Tuluka iko New York kwa wakati huu ili kushiriki katika mikutano ya kundi la Benki la Dunia ama Bank Mondial na shirika la fedha la kimataifa ama Fond Monetaire International. Siku ya tatu hii iliyopita, katika mkutano unaoitwa Water Forward, Driving Jobs and Opportunities, ndio kusema maji mbele, kazi za kuendesha pia fursa, aliangazia jukumu la kimkakati la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika usawa wa baadaye wa maji, nishati na maendeleo ulimwenguni kote. Kupitia simu ya Alain Rung, Waziri Mkuu Judith Suminwa alieleza kuwa kwa vile nchi yetu ina zaidi ya 50% ya hifadhi ya mai katika Afrika, Kongo ina ufunguo wa kutatua changamoto kuu za kesho. Pia alionyesha kuwa maji ni muhimu kwa afya, usalama wa chakula, ustawi na ukuaji wa uchumi. Kwake, wajibu wetu katika swala hili ni wazi: kubadilisha uwezo huu kwa maendeleo yanayoonekana.
Tuelekea jimbo la Lualaba. Mafuriko ya mto Kongo na mito mingine katika eneo la Malemba Nkulu yamesababisha uharibifu mkubwa tangu mwisho wa mwezi wa 3. Katika taarifa siku ya 4 hii kwa Radio Okapi, mratibu wa mashirika ya kiraia katika eneo la Malemba Nkulu, Claudel Kiasongolo, anaeleza kwamba nyumba nyingi, shule, makanisa pia mashamba yamefurika. Kwa hiyo anatoa wito kwa mamlaka kutoa msaada kwa walioathirika. Tumsikilize Claude Kiasongolo kupitia microphone ya Pola Munanga. Shirika la raia Force Vive ya Malemba Nkulu ina huzuni za mafuriko zinazokumba mtaa huo. Mafuriko hiyo inakumba vipindi mbalimbali hapa Malemba City, na maji ya mto Lualaba ama Kongo zimetoka kwenye mto huo na kwenda karibu kilomita 1. Mashule, makao za watu na makanisa zimezama ndani za maji ya mto huo. Huko Kayumba, mjini Kasenga, mashamba na milimo zingine zimezama ndani za maji ya mto Lufira, na kule Museka maji za mto Kalumengongo zimezamisha mashamba za watu. Huko Kabala, ufalme wa Nkulu, maji za mto Kongo zimezamisha makao za watu na kuwasukuma watu hawa waende mbali na makao zao. Kiongozi wa mtaa wa Malemba hana tendo lolote la kutenda, lakini anawafariji wenye kumbwa na mafuriko hiyo na kuwaomba wasife moyo. Ndiyo kwa maana tunamuomba waziri mkuu, kiongozi wa serikali za Kongo na yeye liwali wa jimbo wa province ya Olomami pamoja waungane wote kwa ajili ya kutafuta namna ya kuwasaidia wananchi wanaoishi kwa tabu hapa Malemba. Waziri anayehusika na mafuta ya gari nchini Kongo, Akasia Bandubola, alitangaza siku ya pili iliyopita kuwa bei mpya za mafuta ya gari zitachapishwa juma hii. Alitoa tangazo hili wakati wa mkutano wa kamati ya kitaalamu ya waigizaji wanaohusika na usambazaji wa mafuta ya gari nchini Kongo. Kwa upande wa waigizaji, wanahakikisha kuwa Kongo haiko katika hatari ya kukosewa mafuta hata kama mzozo unaendelea kati ya muungano wa Israel na Marekani zidi ya Iran, kwani mfumo wa usambazaji ni wa kutosha. Tuzungumzie pia teknolojia mpya ya habari na mawasiliano ambayo imebadilika sana katika miaka ya hivi karibuni. Leo karibu kila mtu, hata watoto na watu wanaoishi katika mazingira magumu, wana simu ya mikononi, chombo kinachorahisisha mawasiliano, kupunguza gharama na kuleta watu pia mataifa karibu zaidi. Zaidi ya miaka 15 iliyopita haikukuwa hivi. Mbinu za mawasiliano hazikukuwa na ufanisi. Wakati kulikuwa na visa kama ugonjwa au kifo, ilikuwa vigumu kuwajulisha watu haraka. Hata kufika kwa barua ilikuwa shida kutokana na ubovu wa huduma ya posta, pia kuharibika kwa njia. Wanafunzi, wafanyakazi wa serikali, wenye maduka, kila mtu alikabili matatizo haya ya mawasiliano. Kama nimeatanguliza, jimboni Kivu Kusini, haswa katika eneo la Kabambare, utawala wa ninja unakabiliwa na hali ngumu ya kijamii na kiuchumi kutokana na ukosefu wa usalama unaoendelea kwenye barabara kuu inayounganisha utawala wa ninja na mji wa Bukavu. Kundi la vijana linaloitwa Jeunesse Active pour le Développement des Ninja, ndio kusema vijana wanaopigania maendeleo ya ninja, inapiga kengele kuhusu madhara makubwa ambayo yanaweza kutokana na kufungwa kwa njia hii ya usambazaji. Tumsikilize mratibu wa kundi hili la vijana, Bienfait Isina, kupitia kipaza sauti kia Jean Kasami. Natambua kwamba usalama mdogo ulioko sehemu hizo Mulume Munene, Bitara, Kihembe, Ninja, Bugobe hadi Chirunga ni kikwazo kwa watu wa ninja kusafiri na vitu vyao hadi Bukavu. Wakaji wanashindwa kuja kuuza au kuuzisha bidhaa zao katika mji mkuu. Madawa haziwezi safirishwa hadi sheferia Ninja. Shughuli zote za kiuchumi ziko tabani sababu ya hali hiyo ya ubovu wa kiusalama. Kwa sababu hiyo tunaomba viongozi wenye madaraka kuchukua uamuzi wa kuchangia usalama urudi. Mimi kama mtetezi wa haki bila upendeleo, ninaomba sauti hii ieleweke, usalama na amani virudishwe ili maisha ya wakazi yaimarike. Miezi mitatu hii wakazi wa sehemu hiyo wanakabiliwa na hayo matatizo. Plus de 3 mois.
Sehemu ya kwanza ya mafunzo ya shughuli za kuzalisha kipato kwa wanawake walio katika mazingira magumu, wale waliohamishwa na waliorejea ilimalizika siku ya 3 hii iliyopita katika mji wa Beni, jimboni Kivu Kaskazini. Jumla ya wanawake 75, wengi kati yao wakiwa wamehama kutoka maeneo mbalimbali ya Kivu Kaskazini, walishiriki katika mafunzo haya yaliyoandaliwa na sehemu ya jinsia ya MONUSCO Beni ili kuimarisha uwezeshaji wao kiuchumi na kuboresha hali zao za kijamii na kiuchumi. Tunapokaribia uchunguzi wa somo la mwisho la sekondari ama examen d'etat, wakaguzi wa kitaifa ya elimu ya kitaifa na uraia mpya wa Kasai Central 1 wamekataza wanafunzi kuandaa kile kinachoitwa maki. Uamuzi huo umeandikwa katika barua rasmi iliyotumwa kwa wakuu wa shule kwa tarehe 10 ya mwezi huu wa 4. Hata hivyo, vuguvugu la wananchi la Filimpi linasema kuwa hatua hii inachukuliwa kila mwaka lakini haitekelezwi. Maelezo zaidi katika ripoti hii ya Andre Katendengala Mulume kwa utafsiri wa Florence Kizalunga. Katika mawasiliano yake, kaimu mkaguzi mkuu wa mkoa wa elimu ya kitaifa anasisitiza kwamba maki azitambuliki na mfumo wa sheria ya elimu. Boasien Kamanga anaamini kuwa kitendo hiki huchangia kuzorota kwa maadili miongoni mwa wanafunzi wanaohitimu. Anapiga marufuku shirika lao ndani ya nje ya shule. Kujibu uamuzi huu, vuguvugu la wananchi wa Filimbi linakaribisha hatua hii. Hata hivyo, inachukia kutozingatiwa kwake mara kwa mara. Mratibu wake wa mkoa Andre Mujangi anatoa wito wa kuchukuliwa hatua madhubuti kutekeleza marufuku hii. Amenena kwamba IPP lazima ushirikiane na polisi na shirika la ujasusi la taifa ANR kufuatilia swala hili la harakati, kwa sababu mkuu wa mkoa anaweza kutoa ujumbe ukumbini lakini saa 6 ama jioni anarudi nyumbani. Wanafunzi watalazimika kwenda kwenye nyumba wanazopanga. Ikumbuke kwamba ukaguzi wa mkoa tayari umeonya wakuu wa shule dhidi ya ukiukaji wowote wa hatua hii. Mjini Kinshasa, wanawake wengi wanazidi kuchagua kusaga sombe kwa kutumia mashini pahali ya kutwanga kwa kino. Ingawa ni kweli kwamba mashini hizi zinasaidia kwa kufanya kazi kwa haraka, lakini watu wanajiuliza, mashini hizi ni safi? Tupate majibu katika taarifa hii kutoka kwa Sefura Mpaka kwa utafsiri wa Jeremy Baraka. Katika soko la Rei taani Lingwala, kelele za mashini hazikomi. Wanawake wengi wanafika na vikapu vyao vya sombe kwa kuweza kufuata mpango walioweza kupewa na vijana wanaofanya kazi hizo za usakaji wa sombe kupitia mashini. Kwa ujumla, mashini hizi zinakuwa na kino mbeketi iliyoweza kuwekwa juu ya paa la chuma na kuweza kutumia moto wa umeme ama generator. Mashini hizi hufanya kazi kwa haraka, jambo linalovutia wateja wengi kufika kila siku. Kijana mmoja anayefanya kazi sehemu hiyo aliweza kusema kwamba wanasaidia kina mama kuweza kusaga sombe haraka, lakini nyuma ya hayo yote wasiwasi bado yupo. Mama Mirei anaomba wanawake wenzake kuweza kujifunza kufanya kazi mbalimbali za nyumbani kwao wenyewe, kwani mashini nyingi hazisafishwi vizuri kila mara, hali inayoweza kuleta hatari kwa jamii zao. Daktari Diensi Lubata ametoa angalisho, kwani kuna hatari ya kuweza kuambukizwa na magonjwa mbalimbali, hivyo akina mama wanapashwa kuwa waangalifu zaidi. Tukumbushe kuwa kati ya mila na maendeleo, sombe inaendelea kupendwa na wananchi wengi. Na kwamba mpendwa, baki nasi ufate sehemu ya pili ya toleo hili pamoja na mwalikwa wetu Rosalie Zawadi. Radio Okapi, invité en Swahili. Leo tunampokea Simon Weteshi Mihona, mkurugenzi wa redio ya kijamii ya Bunyakiri. Tena ni mwanzilishi wa mradi wa kuunda na kutoa ushauri kwa waandishi wa habari wa kike huko Bunyakiri. Atueleza mengi kuhusu kazi ya waandishi wa habari wanawake katika eneo hilo jimboni Kivu Kusini. Ni katika mahojiano haya na Jean Kasami. Mwananchi Simon Weteshi Mihona, jambo. Amjambo ndugu Jean Kasami. Shabaha gani ndiyo ili wasukuma nyinyi kama vile chombo cha upashaji habari kupitia redio imewasukuma kuunda kikundi
cha wasichana mareporters wa Bunyakiri hapo katika mtaa wa Kalehe. Aksanti. Kiukweli mafunzo haya yanafanyika katika lengo la kuweza kuwezesha vijana wasichana na hasa sana mabinti ripota namna gani ya kuweza kufanya kazi ya mikono, na lengo kuu ni kuwapatia ujuzi na fundi wa mikono kuhusu utengenezaji wa mikoba ama pochette na mikaba kufaa kunako mikono na sakoshi ndogo ndogo ambazo zinakuwa zikitengenezwa kupitia bushenga ama perle. Kwa ujumla mafunzo haya itawezesha washiriki wetu kuweza kujitegemea kifedha wakitambua kazi hizi za mikono na hasa kukuza tuseme kuinua vipaji ambavyo wanakuwa navyo katika kazi za ufundi. Wasichana wangapi hao mnawashirikisha na nini ilichangia kuwachagua kuwa wanamemba wa kikundi hicho cha mareporters? Ndio, ni kwa ujumla wasichana 17 ndio wanashiriki mafunzo. Mafunzo yanafanyika hapa Bunyakiri katika mazingira yanayofaa kwa kujifunza, na inakuwa ikipatia hasa vijana wasichana hawa ujuzi wa kuweza kujua namna gani ya kuchagua vifaa vya kutengeneza nayo hiyo vifaa mbalimbali, pamoja na maarifa ya kuendesha shughuli ndogo ndogo ya kuweza kuwasaidia katika maisha yao. Kisha kuwatolea mafunzo hayo, wasichana hao watajifaidisha nini kwa upekee na kwa jamaa zao kikamilifu? Ndio, mwisho wa mafunzo haya tunasubiri mambo mengi. Ya kwanza, washiriki wataweza wewe wenyewe kujua kutengeneza hiyo mikoba, pochette na hizo saki ndogo ndogo, wakijua kuzitengeneza kabisa kama vile inavyofaa. Watakuwa vile vile na ujuzi ambao unaweza kuwasaidia kwa kuweza kufanya kazi kidogo na kuongeza uchumi na kufanya kazi ya kuleta uchumi ama uchuuzi kidogo wa vifaa hivyo, na inaweza kuwasaidia. Vile vile tunafikiria kwamba mwisho wa mafunzo haya mabinti hao wanaweza kugeuka kuwa mfano kwa wenzao mabinti katika jamii na katika jamaa zao, na kuweza kusukuma mabinti wengine waweze kufanya kazi ya mikono ili waweze kupiganisha umaskini na kuweza kujitegemea. Ni hayo ndio tunakuwa tukisubiri kisha mafunzo haya. Baba mpasha habari Simo Weteshi Mihona, ninasema asante kwako. Ni mimi ndiye nakushukuru Bwana Jean Kasami, na kushukuru pia Radio Okapi kwa kuweza kutupatia nafasi hii nzuri ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Radio Okapi, dossier en Swahili. Mjini Beni, jimboni Kivu Kaskazini, kunaendeshwa operation ya kubadilisha vibanda vya mbao na maduka kwa majengo ya chuma. Kwa wengine ni mpango mzuri wa kuzuia moto, lakini wengine wazani kwamba gharama ya kubadilisha majengo haya inakuwa juu sana. Marke Marufimbo atueleza zaidi. Kunako soko kubwa ya Kilokwa na hasa yale ndogo ya Mayangosi, ni kelele tu ya vifaa vya wafundi wanaoendelesha kazi ya kujenga vyumba vya biashara ya chuma. Ni jambo njema kwa wafanyabiashara kama ashuhudia huyu hapa. Omwe mwenyewe aletaka oda watu baenge chuma, tumesaka saidia watu. Lole wa mbele yeye hakutaka watu bajenge hizo chuma. Ya chuma ni ya mzuri. Huyu si watu msoko hatokuwaka na ile mbao. Waka na makahala. Tunakushia hapo makahala. Sasa tunaishi tu mwele makahala, tunaishi mwele makahala. Tunatokesha vitu madefa wengine, tunakia installe vitu. Magharibi kama itakuwa 17h tunafunga vitu, tunaviingiza mama depo kubwa kubwa. Sasa tulipata kaneema kidogo, maire de la ville wa leo ndio mwenyewe anaruhusu watu wajenge nyumba ya machuma. Na ile nyumba ya machuma inatusaidia. Tena hatubebaki mizigo, tunaenda ingiza. Tusaidia sana. Hata mkwe na nyesa Cesar mkwe na nyesa tutachonga tu ikunche 18 kama nakuncha tunafunga milango tunaenda. Na ile wakati ile ya zamani ile mvua pika nyesa Cesar inakia picha na never hatuwezaka tena kubeba vitu, tunatoka kuna mavende na kusiku kupeleka kwetu na duka.
Kweli maamuzi haya ya kujenga maduka zote kwa chuma ni njema, ila wauzishaji vyuma hawaoni faida nyingi sana. Mmoja wao ashuhudia. Inatusaidia, si mko naendelea kujenga na sisi tuko na beneficie. Basi amngekuwa naendelea kujenga hatungekuwa tena hapo. Ile pri ya zamani iliwaka na kwa vile juu. Watu na habiko na jenga na chuma niko shere kuli. Megisi kona kwa mweshere watu na habiko naendelea kujenga. Iko na kwa bie na sisi wanatusaidia tu. Sununa hii tole hapa. Hii zamani na ni $30. Leo tunaweza kusaidia tunakupatia kama 28 27. Ila wamoja walaani gisi walishutushwa na maamuzi haya. Sikiliza. Wakati mtu wako nyumba hana kazi na wako na yake unapata kama mafuta quelque part na gouvernement anakuwa cause saa ke haiprevenir consequences zinazotokea nyuma ile decision yao iko mbaya. Juu hawakamata wakati ya kutayarisha population wakati ya kufaa. Ilikuwa kwa brisk. Utajua ya kwamba tarafani na hasa kunako vitongoji vya mji tayari manyumba madogo madogo za biashara zote zianja kujengwa kwa vyuma. Beni, Mark Marufimbo, Radio Okapi. Tumefika mwisho wa habari. Asante kwa kutufata. Na ni hapo ndipo tunapohitimisha matangazo yetu ya siku ya leo tarehe 17 mwezi wa 4 mwaka 2026. Basi ndugu mpendwa msikilizaji na mtazamaji, kama ni mara yako ya kwanza kufuatilia habari kupitia Congo Post News, hakikisha unajiabone, una comment vile vile una partage. Na basi acha tuendelee kutosha shukrani zetu za dhati kwa wote wanaoendelea kuchagua Congo Post News kama kituo chao chema na bora cha matangazo. Ni yana mazungumzo yetu ya kutoka Barasa za kuaminika tena kwa muda muafaka. Chao.